Ni wiki nyingine ya mvutano mkali kati ya Iran, Israel na Marekani, lakini leo hatutazungumzia makombora au ndege za kivita. Leo tunaingia kwenye kivuli cha siri, pale ambapo dunia haiwezi kuona, lakini kila hatua ni uamuzi wa maisha na kifo. Tukio lilotokea kwenye kisiwa kimoja cha kimkakati kimeibua maswali makubwa. Nani alikuwa anauza siri za Iran? Nani, kwa jinsi gani walikamatwa? Karibu sana katika simulizi hii. Mimi ni Abdullahi mwana Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Hicho ni kisiwa cha Kashmir, kizita cha afisi za siri zilizojificha chini ya ardhi. Ndiko palipotokea tukio hili la kukamatwa kwa majasusi, ili iwe ni muktadha wa kimkakati wa hali ya juu. Kisiwa hicho kilicho kando ya ghuba ya Uajemi kilionekana tulivu, lakini chini ya ardhi, gizani, moyo wa vita ulitikisika. Taarifa za kijasusi ziliashiria harakati zisizo za kawaida. Mawasiliano yalichomwa siri na watu waliokuwa wakivuka mipaka kimya kimya. Vikosi maalum vya Iran vilijiandaa kwa operesheni ya siri, wakizingatia kila hatua, kila kona, kila mlango uliokuwa unaweza kuwa njia ya kutoroka. Ni operation iliyoundwa kwa usahihi wa hali ya juu, bila kelele, bila tahadhari, lakini yenye macho makali zaidi ya tai. Kisiwa hichi, mtazamaji, ndiyo kinashikilia nafasi muhimu katika udhibiti wa njia kuu ya mafuta duniani na kina wa mtandao wa handaki na miundombinu ya kijeshi chini ya ardhi ambayo kinatumiwa kwa shughuli za kiusalama na kijeshi. Hicho ndio kituo cha kimkakati kilichopo kwenye mfereji wa Hormuz, na sasa kinachukuliwa kama moja ya nguzo kuu za uajenti wa Iran katika vita ya sasa vya eneo. Wale waliokamatwa walikuwa si watu wa kawaida. Baadhi walikuwa raia wa Iran wenye uraia pacha, wengine walihusiana na taasisi nyeti za kijeshi, wengine walikuwa wakiwasilisha taarifa kwa mitandao ya kigeni ya kijasusi. Iran imedai baadhi waliokamatwa walihusiana na shirika la ujasusi la Israel Mossad, na wengine waliokuwa wakifanya kazi kwa manufaa ya CIA. Kila mmoja aliyechukuliwa alikuwa ni sehemu ya mtandao unaolenga kudhoofisha usalama wa taifa. Hali ya kushangaza, baadhi walikamatwa wakiwa na vifaa vya kurekodi taarifa, wengine wakiwa na mawasiliano ya siri ya kutuma nje ya nchi, na wengine wakiwa wakipanga hatua za mwisho za ujasusi. Usiku mmoja, bila kuashiria chochote, vikosi vya Iran vilivamia maeneo kadhaa ndani ya kisiwa. Njia za mawasiliano zikakatwa, njia za kutoroka zikazibwa, waliokamatwa wakashikiliwa bila huruma. Katika muda mfupi, mtandao mzima wa ujasusi ulivunjwa, na majasusi waligundua kuwa hata dhana ya siri haipatikani pale pale. Hii ilikuwa dhahiri, hata gizani haki inashinda. Malengo ya operesheni zao zilikuwa wazi: kukusanya taarifa za vituo vya kijeshi, kufuatilia harakati za viongozi, kuingilia na kudhoofisha mitandao ya kijasusi inayoharibu usalama wa ndani wa taifa la Iran. Tukio hili limeonyesha kwa nguvu kwamba Iran haiwezi kudanganywa, na hata mtu mmoja anayejaribu kuuza siri za taifa lake hatapona. Operesheni hii ni funzo kwa dunia. Vita haipimwi tu kwa milio ya silaha au ndege za kivita, bali pia vinapimwa gizani, kwa akili, kwa njama na kwa uchunguzi wa kijasusi. Iran imetuma ujumbe mmoja wa wazi: usaliti haupaswi kujaribu kuchukua nafasi ya taifa, na kila anayethubutu hatimaye atapata matokeo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenye kisiwa hicho cha siri. Bahari ilikuwa tulivu juu, lakini chini ya ardhi mapambano yalikuwa yangali yakiendelea, kila hatua ikiwa ni ujasiri, kila kizuizi ikiwa ni jaribio la hekima. Operesheni hii imeanza funzo moja katika vita vya kisasa: kila kona, kila kivuli, kila hatua ya kijasusi ni sehemu ya mapambano makali zaidi ya silaha. Mpaka leo maswali bado yanabaki: ni wangapi bado wamejificha wakisubiri kutoa siri nyingine? Nafasi ya mwisho tukio hili ni ushahidi wa umwamba wa taifa hili la Iran, kwamba si tu walichukua hatua kwa haraka na kwa uangalifu wa hali ya juu, bali walifanikiwa kuvunja mtandao wa ujasusi uliokuwa ukijaribu kuvamia siri za kitaifa bila shaka yoyote. Operesheni hii haikusimama tu kwenye kukamatwa kwa watu waliokuwa wakiwasiliana na madui. Kundi lao la kukamata limeripotiwa kuwa limesimamisha na kuzima njama za ujasusi zilizokuwa zinajaribu kupenya ndani ya miundombinu nyeti ya kijeshi na kisiasa, jambo ambalo limekuwa likitangazwa na vyombo vya habari vya ndani kama ushindi katika vita ya kivita cha utambuzi dhidi ya nchi ambazo zinadai zina uwezo mkubwa wa kuhujumu mawasiliano na shughuli za Iran. Kwa kitendo hiki, Iran imeonyesha wazi uwezo wake wa kukabiliana na vitisho vya kijasusi. Si kitu cha kufutika kwa macho, bali ni nguzo ya nguvu yake ya kitaifa, kitu ambacho kinapendwa na washambuliaji wa kijasusi kama vile mashirika ya kijasusi ya Israel yaliyojaribu kuvamia ndani ya ardhi ya Iran, na hata matumizi ya teknolojia za kisasa zilizoendeshwa na ngazi za ujasusi za Marekani vimekuwa vikipata pigo kali kutokana na ufanisi wa kikosi hiki cha ujasusi kuondoa nguvu na kuibua mtandao wa wapiganaji wa siri. Hatimaye operesheni hii imeokoa miundombinu ya ulinzi na viongozi wa nchi, na pia imeonyesha kwa ulimwengu kuwa hata katika vita vya kisasa vya kimkakati, Iran inaweza kudhibiti, kuvunja na kubadili nguvu za madui kuwa ni ushindi wa kitaifa uliodhibitiwa bila shaka yoyote. Abdullahi mwana Maalim Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.